Mtanzania mwenzetu Aloyce Nyanda. Nimeona taarifa kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu yetu Aloyce Nyanda mara ya mwisho aliposti kwenye mtandao ya kijamii, kuna kitu fulani hivi, clip fulani hivi cha ndugu yetu mwanahabari ambaye anaitwa Kitenge, Baraka Kitenge. Sasa kukawa na maoni mengi, lakini akazungumza kwamba ukweli ilikuwa maudhui yalikuwa ni taarifa ya tume, ripoti ya tume ya kesho. Maana yake taarifa tarehe 22, yani kuamkia tarehe 23, sasa alitoa maudhui yake kwamba taarifa, yani kama vile kulikuwa tunaona kwenye mitandao ya kijamii watu amsha kama kupromoti taarifa ya tume, kwamba tume ni watu wazuri, weledi na nini, vitu kama hivyo. Sasa kiuhalisia, kitu chema au ukweli huwa hauna kawaida ya kupigiwa kampeni. Hilo ni jambo ambalo liko wazi. Lakini cha kushangaza sana, katika hichi kipindi toka tarehe 22 leo tarehe 25, hakuna taarifa yoyote inayozungumza kuhusu Aloyce Nyanda yuko wapi. Hakuna pahala popote taarifa yoyote inayozungumza kuhusu Aloyce Nyanda yuko wapi. Lakini kwa mujibu wa katiba, ibara ya 18 imetupa mamlaka hayo, imetupa uhuru kwamba kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni, wa kuwa na maoni na kueleza fikira zake. Nayo B inasema hivi, anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. C, anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutokuingiliwa katika mawasiliano yake. Hiyo ni ibara ya 18 ambayo inatoa uhuru wa mtu kutoa mawazo. Sasa kama Aloyce Nyanda alitoa mawazo yake, halafu mawazo yake yakawauzi baadhi ya watu, je, yani kazi yake anastahili kukamatwa au anastahili kufichwa au anastahili kutekwa au anastahili kupotezwa? Like seriously? Halafu ninyi waandishi wa habari, ninyi wanahabari, hili jambo msione kwamba ni jambo la kawaida. Hili jambo si jambo la kawaida. Nyinyi wanahabari, nawaambieni, jambo hili sio jambo la kawaida. Leo liko kwa Nyanda, kesho liko kwako wewe mwandishi wa habari. Utapotea na hakuna mtu atainua sauti kwa ajili ya kutetea wewe. Pasa sauti wewe mwandishi wa habari. Ukiona hivyo, maana yake sekta ya habari inavamiwa, inaenda kutokomezwa, inaenda kuteketezwa. Ni swala la muda tu, na wewe hapo uliyenyamaza kupiga kelele kwa ajili ya Aloyce Nyanda yatakufika wewe. Lakini ukisoma ibara ya 15, ibara ya 14 inatuambia kwamba kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Ibara ya 15 inatuambia hivi, kila mtu anayo haki ya kuwa huru na kuishi kama mtu huru. Ukisoma ibara ya 15(b)(2) inasema hivi, kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya kila mtu, ya haki ya mtu kuwa huru na kuwa huru na kuishi kwa uhuru, itakuwa ni marufuku kwa mtu yoyote kukamatwa, kufungwa, kufungiwa, kuwekwa kizuizini, kuhamishwa kwa nguvu au kunyang'anywa uhuru wake vinginevyo, isipokuwa tu kama hali na kufuata utaratibu uliowekwa na sheria. B, katika kutekeleza hukumu, amri au adhabu iliyotolewa na mahakama kutokana na shauri au na mtu kutiwa hatiani kwa kosa la jinai. Je, Nyanda ametolewa, kuna amri ya mahakama iliyotolewa kwa ajili ya Nyanda akamatwe au apotezwe? Nini hasa kilichoko? Ninyi waandishi wa habari, ninyi wanaharakati wa haki za binadamu, mko wapi? Mko wapi? Ina maana kwamba Nyanda, kwa sababu Nyanda au kwa sababu hayupo katika mlengo wenu, ndio maana Nyanda, lakini
Biblia inatuambia katika Isaya 10:58 natukwambia, piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Na waomba wa Tanzania tupige kelele, hili jambo si jambo la kawaida. Tunapoacha kufanya hivi, kutakuja spini, ni propaganda nyingi sana za kuhamisha hili jambo, hatimaye tutamsahau Nyanda. Leo litakuja hili, mara kuna magari yameungua, sijui showroom imeungua, mara harakati za wanawake wako pambe kule Dodoma, mara yani yatakuja matukio mengi kuhakikisha kwamba Nyanda anapotea. Lakini sauti ya Nyanda sio sauti ya Nyanda. Sauti ya Nyanda sio sauti ya Nyanda. Yani kukamatwa Nyanda maana yake ni kwamba kukamatwa Nyanda sio kwamba amekamatwa Nyanda. Ninyi watu wa Mwanza, nawaambieni ukweli, yani maana yake tumekamatwa sisi watu wa Mwanza. Ni ukweli ambao uko wazi. Ninyi watu wa kanda ya Ziwa, ni kwamba sisi watu wa kanda ya Ziwa tumekamatwa, tumepotezwa au tumetekwa. Mnapoacha kupiga kelele kwa ajili ya Nyanda, kesho itakuja kwako wewe. Kesho itakuja kwako wewe. Na kueleza ukweli, na waeleza ukweli, tuko katika hali ngumu. Hili jambo haliwezi kwenda hivi kirahisi, na tukinyamaza uwe na hakika kwamba mawe yatasimama, yatasema kabisa. Lakini sisi Tanzania, sisi kwa mujibu wa ibara ya 20 tuna wajibu gani? Raia wa Tanzania wana wajibu gani katika nchi hii? Tuna wajibu. Mungu, yani katiba imetupa wajibu katika kuilinda nchi. Ibara ya 27 inatuambia kwamba kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili ya Jamhuri ya Muungano, mali ya mamlaka ya nchi na mali yoyote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia kuiheshimu mali ya mtu mwingine. 2, watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi na ya pamoja, kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu, na kuendesha uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye wa taifa lao. Tumepewa mamlaka haya na katiba. Tunapohoji uwajibikaji katika nchi, au tunapohoji kwamba kwa nini upige kampeni kwenye ripoti ya tume, haya ni mawazo ya mtu. Sasa sisi tunatakiwa tusimame kidete, wa Tanzania wote tusimame kidete kwa ajili ya kuipigania haki, kwa ajili ya kulinda katiba yetu, na tusikubali mtu mmoja akaamua kutunyamazisha watu wote. Itakuwa ni dhambi kubwa sana. Itakuwa ni dhambi kubwa na itakuwa ni aibu kubwa sana kwa nchi kama tutakubali kunyamazishwa na kundi dogo la watu ambao wanapora rasilimali zetu. Tusikubali. Ibara ya 28 inatuambia kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka, ardhi na umoja wa kitaifa. Sasa kwa nini wanataka kuleta mgongano mkubwa? Kwa nini wanaleta mgongano mkubwa wa kimaslahi hao viongozi? Tusikubali wa Tanzania. Tusikubali kugawanywa. Leo propaganda zinazokuja zinakuwa ni nyingi. Tusahau kupigania masuala ya msingi. Tuondolewe kwenye masuala ya msingi ya kitaifa, halafu tuende kwenye wimbo wao wa kusherekea sijui wanawake sijui na nini. Kweli? Are we serious as a nation? Wake up. Nawaambia Watanzania, amkeni kwa ajili ya kuipigania haki. Kwa sababu sasa hivi inaonekana kabisa kwamba unapomuona kwamba Nyanda kama vile anabaguliwa kwa sababu yeye ni Msukuma, anabaguliwa kwa sababu yeye ametoka Mwanza, amebaguliwa kwa sababu yeye ametoka kanda ya Ziwa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 29 imepiga marufuku ubaguzi wa aina yoyote. Nataka niwasomee kwamba katiba ibara 29A1 inasema kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anayo haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu na matokeo ya kila mtu kutekeleza wajibu wake kwa jamii kama zilivyofafanuliwa katika ibara ya 12 hadi ya 28 na sehemu hii ya sura hii ya katiba. 2, kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anayo haki ya kupata hifadhi sawa chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano.
Sasa mbona Nyanda amekamatwa? Mbona watu wanakamatwa? Mbona watu wanatekwa? Halafu leo mnakuja kutuambia kwamba mnataka maridhiano katika taifa, mnataka kuliunganisha taifa. Kama kwa misingi hii, kwa matendo haya, kwa namna hii, kweli kabisa hamuko serious. Ibara ya 29:3 inasema raia yeyote wa Jamhuri ya Muungano hata kuwa na haki, hadhi au cheo maalum kwa misingi ya nasaba, jadi au urithi wake. Ona taifa leo tunaona kabisa kama kuna magrupu makubwa ya watu wamejitenga kwamba wao wana hadhi maalum katika taifa hili. Na tumeona hata kauli za viongozi baadhi yao wanazungumzia kuhusu kujigawa na kujitenga, kuwa na hadhi maalum katika nchi hii, kwamba wewe kama ni mkulima andaa watoto wako wakulima, wewe kama ni kiongozi andaa watoto wako kama wawe viongozi. Tunaenda wapi katika taifa? Tunanyamaza vipi katika hali hii tunayoiona ambayo ni mateso kwa Watanzania? Tusikubali hili jambo. Tunatakiwa tuunganishe nguvu wa Tanzania, tuunganishe nguvu kupaza sauti kwa ajili ya ndugu yetu Alois Nyanda, kwa ajili ya watu wote waliotekwa na kupotea katika jamii, katika nchi yetu. Tusikubali watu, kundi dogo la watu wakaamua kutunyamazisha. Itakuwa ni jambo la hatari sana. Tumepewa katiba, tusimame katika misingi ya katiba. Tusimwogope mtu, awe mkubwa au mdogo, katika kusimamia haki, katika kusimamia usawa na katika kusimamia uzalendo wa taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Naitwa Kijana Mzalendo.